Unaona kama yule naibu rais yule wa zamani anaitwa Rigathi Gachagua. Mtu alienda university. Mtu akasoma. Mtu alikuwa DO. Si mahali moja peke yake. Amekuwa mbunge wa Mathira miaka 5. Alafu anasema ati ile yote alikuwa anasema kwa mikutano ati si yeye alikuwa anaandika, ati alikuwa anaandikiwa na William Ruto. Huyo ni mtu gumbafu. Kama wewe ni mtu ya kuandikiwa kitu cha kusema, hujui kitu cha kuongea. Hii dunia kweli Yesu hawezi rudi sahi. If that is the case, Jesus cannot come now. Huyo Rigathi Gachagua anatembea akisema ati mpango wa affordable housing ati ni mpango fake, ati ni mpango ambayo ni haitafaidisha wananchi, na yeye akiwa naibu rais amelodge kujenga nyumba mingi za affordable housing. Ametembea na rais, yeye ndiye alikuwa mwenye kupanga. Saa hii anasema ati hiyo mpango ni mbaya kwa sababu ya watu wale ambao wako dishonest kama Rigathi Gachagua. Yesu hawezi kurudi saa hii mpaka wabadilishe akili yao ndio Yesu warudi. Tunaishi kwa nchi ambayo iko na sinema, ambayo iko na kama hii mpango ya SHA, wala ambao wanalipiwa hospitali. I am sure by now kuna Wakenya wengi hapa Mount Elgon ambao jamii zao wamekuwa wagonjwa, wameenda hospitali, wamelipiwa na ile pesa ya Taifa Care na pesa ya SHA. Lakini wengine wachache mpaka saa hii ati kwa sababu ya siasa wanatembea wakisema ati SHA haifanyi kazi. Kwa sababu ya watu hao Yesu hawezi kurudi saa hii mpaka wabadilishe mawazo yao ndio Yesu arudi.